Ndio, ni dakika chache pekee ndizo ambazo zimesalia kwenda kushuhudia mchezo wa kukata na shoka, mchezo ambao ulianza kushika kasi kuanzia nje ya uwanja, lakini dakika 90 zitakuwa za aina gani? Lakini taarifa ambayo si nzuri, huenda wanayanga wapende kuisikia, nyota watano kutumainiwa watakosekana ndani ya mchezo huo. Je, utakuwa ni mchezo wa aina gani baada ya kukosekana wachezaji hao watano? Wachezaji hao watano wakiongozwa na mwamba Khalid mwana wa Aucho, fundi kweli kweli, jitu milaba minne atakosekana. Na wengine ni akina nani? Basi endelea kuwa nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile. Tunapewa nguvu kubwa mno na kampuni nzuri ya kusafirisha mizigo kutoka Guangzhou China kuja Dar es Salaam Tanzania. Ni rahisi mno, mambo yanakuwa mwake ukiwa nao Jaba, kwa sababu mzigo wako utafika kwa wakati. Lakini kama itoshi bwana, Jaba inasafirisha mara 3 ndani ya wiki moja. Lakini taarifa nzuri kubwa, ukienda kule China bwana, watakupokea Jaba Air Solutions International Trade, lakini kisha utapelekwa kwenye saluni za Jaba kama sehemu ya ofa kwenda kutengeneza muonekano wako. Tunazo ofa kubwa na nyingi mno, kwa sababu kuna Jaba Barbershop. Mambo ni mazuri kweli kweli. Kwa hiyo fanya hivyo ili uweze kutengeneza muonekano wako ukiwa kwenye nchi za watu, na ufanye manunuzi yako ukiwa huru, kisha usafirishe na kampuni bora ya Jaba Air Solutions. Mambo vipi Florence Lenatus ndugu yangu? Vizuri ndugu yangu. Mbona kama jana hujalala nyumbani? Hapana. Ni choko ya sikukuu. Okay. Unajua tumetoka kwenye sikukuu. Ndio maana nimesema labda hukulala nyumbani kwa sababu ya sikukuu. Hapana, sio kwamba sikulala nyumbani, nililala nyumbani, ila kuna michoko ya sikukuu hapa katikati. Ndio. Dakika chache ndizo ambazo zimesalia ili tukashuhudie mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United. Tabora ni wenyeji, ndio wako nyumbani. Yanga amesafiri na watu wengi kweli kweli, kwa maana ya kwamba kuna mashabiki lukuki ambao wamesafiri na klabu hiyo ya Yanga kwenda kushuhudia huo mchezo. Lakini taarifa ambayo si nzuri sana kwa wanayanga, wako nyota watano ambao wanakosekana kwenye huu mchezo. Unanipata vizuri? Nakuelewa vizuri sisi. Wakiongozwa na Khalid Aucho, kuna Cletus Chota Chama, lakini bila kusahau yuko pia mwingine pale Kwasi Atohora yao, kuna Stefan Kiazizi pamoja na Mzambia Kennedy Musonda. Ni wachezaji watano wa kikosi cha Young Africans ambao wanakosekana kwenye huo mchezo, lakini honestly ni kama wachezaji wawili tu wa muhimu wa kikosi cha Young Africans ndio wanakosekana. Okay. Kwa sababu hapa unamzungumzia Khalid Aucho pamoja na Stefan Aziziki. Okay. Lakini kwa Kennedy Musonda in and out zimekuwa nyingi sana, pengine kuna mechi nyingi ambazo Yanga amecheza pasipo uwepo wake uwanjani, na bado Yanga imefanya vizuri. Yao Kausi Ataula nafikiri kuna watu tayari wameshaanza kumsahau kutokana na kuwa nje kwa muda mrefu. Lakini pia mwingine ni Cletus Chota Chama, toka aliposajiliwa na Young Africans, sio yule Chama ambaye watu tulizoea kumuona alipokuwa na kikosi cha Simba. Kuna kuna baadhi ya game ambazo Chama hajacheza kabisa na Young Africans imepata ushindi mzuri tu. Nafikiri ni hao tu ambao unaweza kusema hata wakikosekana Yanga inaweza kaendelea kupata matokeo mazuri. Lakini hawa wawili ambao ni Stefan Aziziki pamoja na Khalid Aucho, nafikiri hawa ndio key players ambao tunaweza tukawatazama kwa upana mkubwa sana kukosekana kwao katika mchezo husika. Ukianza na eneo ambalo anacheza Stefan Aziziki, mwalimu ana option ya kumtumia Pacome Zouzoua. Nafikiri hapo ndiko ambako Young Africans wanaweza wasiwe na tatizo kubwa sana ukilinganisha na eneo la kiungo ambalo Young Africans watamkosa Khalid Aucho. Kwa maana ya kwamba unajua tunazungumza kukosekana kwao kutokana na umuhimu ubora wa mchezaji mmoja au ule uwezo wa kila ambacho mchezaji anadeliver kwenye timu. Ndicho ambacho kinatufikirisha kwamba nini ambacho kitatokea kwa Young Africans. Lakini ukizungumzia ubora wa kikosi cha Young Africans ina wachezaji bora tu ambao wanaweza kaingia uwanjani na wakakupa impact nzuri tu. Kwa eneo la namba 10 ambalo leo Stefan Aziziki atakuepo, kwa hakika kabisa ni kwamba option pekee ni kumtumia Pacome Zouzoua. Labda tu kikubwa ambacho kinamtofautisha Pacome Zouzoua pamoja na Stefan Aziziki ni maamuzi tu nje ya maamuzi ya sahihi tunazungumzia. Stefan Aziziki amekuwa ni mchezaji ambaye anaweza kutoa assist, lakini pia ni mchezaji ambaye anaweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kwa timu. Ikiwa na maana kuwa hata nje ya boxi Stefan Aziziki ana uwezo wa kushuti na kufunga. Lakini tofauti yake na Pacome Zouzoua ni kwamba Pacome anapenda sana dribbling. Ndicho ambacho kinamtofautisha na Stefan Aziziki. Dribbling, lakini sio mchezaji ambaye anapendelea sana kufunga. Zaidi ni mchezaji ambaye anapendelea sana kuwapa nafasi wengine wao waweze kufunga. Hilo nafikiri tumeshaliona sana kwa Pacome Zouzoua. Lakini kingine ambacho kitawatofautisha wachezaji hao wawili ni kwenye mipira set pieces, nikiwa na maana zile foul ambazo zitakuwa karibu na eneo la mpinzani, kwa maana Tabora United
Mara nyingi Stephane Aziz Ki hata wewe umekuwa ukishuhudia akiwa anaenda kupiga foul, watu wengi wanakuwa na imani ya kwamba mpira ule unaweza kaenda kambani ukagonga post au golikipa au ukamtesa tu golikipa kwa namna moja au nyingine. Nafikiri hapo ndiko ambako Young Africans labda watammiss Stephane Aziz Ki. Lakini katika eneo hilo la namba 10 Pacome Zouzoua kutokana na intensity yake kuweza kuimarika kwa sasa hivi, no doubt anaweza akafiti tu katika eneo hilo. Ukija katika eneo la kiungo ambalo wanamkosa Khalid Aucho, nafikiri hapa ndo tatizo kubwa ambapo kwa Young Africans pengine inaweza likawepo. Depending na pressure mchezo utakavyoweza kuwa Tabora dhidi ya Young Africans. Kama Tabora wataamua kuiweka game katika pressure kubwa sana, nafikiri eneo la kiungo la Young Africans wanapaswa kucheza kwa umakini zaidi ili kutokuwapa shida wale defensive lineup yao, wanaizungumzia wale hasa center back wao. Na hopefully mimi ningekuwa kwenye nafasi ya mid, natumaini ningempa nafasi Shuaboy pamoja na Mudathir Yahya. Kwa nini? Kwa sababu Yanga inahitaji kuweza kupata matokeo, na always Yanga huwa inakuwa na idadi nyingi sana wachezaji kwenda kushambulia. Na mara nyingi wanamtegemea Mudathir Yahya kama third man runner wao anapokuwa katika zone ya mpinzani. So akimisi kule manake inabaki idadi ya wachezaji 6 kule mbele katika eneo la kushambulia. Na always Mudathir Yahya ataenjoy zaidi kama atakutana na holding midfielder ambaye atakuwa anabaki sana katika ile cycle pale, ili kuweza kuzuia mashambulizi ambayo wapinzani watakayoanza nayo. Ikitokea kama mwalimu ameamua kuanza na Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahya, basi tutaona sana Mudathir Yahya akibaki sana nyuma na Duke akisogea sana eneo la mbele. Kwa hiyo inaweza ikawa ni changamoto kwa Young Africans, na hapa ndiko ambako muda huwa anachukua kadi nyingi sana za njano. Lakini kama mwalimu lengo lake ni kushambulia zaidi na kupata magoli kwa muda mfupi, basi atachagua kuanza na Shuaboy pamoja na Shuaboy au Jonas Mkude, lakini Jonas Mkude of course naye ana fit na pamoja na Mudathir Yahya, kwa maana ya kwamba atengeneze idadi nyingi ya wachezaji katika eneo la kushambulia. Lakini pia bakiza holding midfielder mmoja ambaye hatakuwa anasogea mbele zaidi, akisaidizana na center back wao ambao watakuwa wanawatumia katika mipira ile ya counter attack. Sababu Tabora United sio timu ambayo huwa ikipata mpira inawaza kurudi nyuma. Hapana, ni timu ambayo ikipata mpira huwa inakuja kushambulia kwa kasi sana. Na wakishambulia kwa kasi sana, mara nyingi wanaona wanapiga mipira mirefu, nikiwa na maana long balls. So wakikutana na kwamba wale midfielders wote wa katikati hawapo, timu inaweza ikawa katika hatari kubwa sana, kwa maana kufikiwa kirahisi kwa center back wao, lakini pia hata kwa goalkeeper wao Djigui Diarra. Nafikiri ndio eneo ambalo Himidi anapaswa kuwa makini sana. Kama pressure mchezo kwenye hivyo kuambia Sisco itakuwa kubwa sana, basi itahitajika, na mimi natumaini labda hivyo ndivyo itakavyokuwa. Atakuwa anaangalia namna gani ambapo Tabora wameingia uwanjani. Kama wameingia kwa ajili ya kupishana sana na Young Africans, basi inahitajika wale midfielders wao kutokusogea sana katika eneo la Tabora, kwa maana ya kwamba kuwa karibu au kucheza karibu sana na center back wao, ili kupunguza ile kasi ya mashambulizi ambayo Tabora United watachagua kuja nao. Lakini kama kutakuwa na mapungufu ambayo Tabora watayaonyesha hasa katika eneo la katikati, basi it's okay kuanza na Mudathir Yahya pamoja na Duke Abuya, kwa maana ya kwamba kutakuwa na madhara mengi sana katika eneo la katikati. Ndio. Bana, hivyo ndivyo ambavyo Florence Lenatus anatazama mchezo huo, hasa kukosekana kwa nyota watano ndani ya kikosi cha Yanga. Watatu aliwapiga panga kabisa kuona ya kwamba si muhimu sana kwenye hiko kikosi, kwa sababu sura zao na uwezo wao haukuwa ukionekana mara kwa mara hasa kwenye msimu huu. Lakini wachezaji wawili walikuwa ni kama vile panga pangua ndani ya kikosi cha Yanga, yani kwa maana ya mwamba Stephane Azizi, lakini bila kusahau Khalid mwana wa Aucho, jitu la Bilaba kutoka Uganda. Na hapa umepata kumsikia namna ambavyo anaelezea na kufafanua jinsi ambavyo atakavyokosekana, mapengo yataonekana vipi, lakini ametoa pia solutions kwa klabu ya Yanga, kina nani watumike ili mambo yawe vizuri kweli kweli. Lakini bado ana imani kubwa na Young Africans kwenda kupata matokeo, kwa sababu Yanga ni timu kubwa, imesajili wachezaji wengi na si wachezaji tu wenye experience kubwa ya mashindano kadha wa kadha, hasa ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tufanye conclusion hiki ambacho tunakizungumza. Unafikiri kutakuwa na athari gani za moja kwa moja kukosekana kwa hawa nyota watano, lakini wewe umetem nyota wawili tu ndio ambao huenda wataleta shida na si watano kama tunavyowafahamu, kwa sababu wengine hawaonekani mara kwa mara? Pengine jambo kubwa ambalo labda linaweza likakosekana uwanjani. Ndio. Mimi kabla sija kujibu swali lako, nafikiri leo tunaweza Maxi Nzengeli pia anaweza kawa na kazi kubwa sana uwanjani. Tutamshuhudia kwenye mchezo. Siwezi nikaenda sana kwa Maxi Nzengeli. Labda kitu pekee ambacho kitakosekana kwa Young Africans depending sasa na mchezo ambavyo utakuwa. Unajua tunaweza expect mchezo utakuwa na transition nyingi sana uwanjani. Alafu isiwe mchezo wa aina hiyo. Labda tutaona Tabora wanakaa nyuma sana. Tukaona ni mchezo wa kawaida tu
Yanga ana dominate mpira kwa asilimia kubwa sana, hata mapungufu tusiweze kuyaona. Labda creativity ndio kitu ambacho labda kinaweza kikakosekana sana kwa Young Africans kutokana na kosekana kwa Stephane Aziz Ki. Unajua runs za Stephane Aziz Ki uwanjani huwa zina faida kubwa sana. Una ile namna ambavyo huwa anawalazimisha mabeki, wanapata set pieces, Yanga wanafunga magoli, hilo pia linaweza likakosekana uwanjani. Lakini nimekuelezea vizuri ya kwamba kuna yale maamuzi ambayo huwa anafanya Stephane Aziz Ki yanawapa faida Young Africans. Pengine hayo yanaweza tusiyaone uwanjani. Kwa hiyo ubora katika eneo la namba 10, kila ambacho atakuwa anakifanya Pacome Zouzoua ambaye sio mzuri sana kwenye kufanya maamuzi nje ya 18, itadipendi na wale mawinga wake pamoja na namba 9. Pengine anaweza kaanza na of course ataanza Dube na nini ambacho atakideliver kwa Young Africans. Anaweza akawapa assist nzuri wakashindwa kufunga, lakini pia anaweza kukutana na changamoto kubwa sana katika eneo la ulinzi, kwa sababu naye pia ni mzuri kwenye kulazimisha, lakini unalazimisha kwa namna gani inaweza kuwa ni tofauti na ambavyo Stephane Aziz Ki amekuwa akifanya katika eneo la katikati. Kama nilivyokuelezea tu Cisco, kama Tabora watacheza game kwa pressure kubwa sana, it means katikati kwa Young Africans kunapaswa kuwa imara zaidi ili center back wao wasiweze kufikiwa. Kwa maana ya kwamba mashambulizi mengi Tabora wanaweza wakawa wanayapitisha kwa eneo la katikati. Kama ikitokea holding midfielder mmoja atakuwa akisogea sana katika eneo la Tabora United, hasa wakati ambao Young Africans watakuwa wanawashambulia Tabora United. Nafikiri hapo ndiko ambako mapungufu makubwa sana kwa Yanga kwa Yanga yanaweza kaonekana leo, lakini tusiweke tusigaranti kwa asilimia kubwa sana kutokana na kwamba hatujui Tabora ataingia kwenye mfumo gani. Maana Young Africans ni first team, Tabora tunawapa kama second team. Hatujui ataingia kwenye mfumo gani. Tunaweza tukakaa hapa hope Tabora atacheza game nzuri sana, then tukayaona maajabu ya Musa kwenye huo mchezo. Ndio. Bana, ni chambuzi mujarabu hiyo kutoka kwake mwamba kweli Florence Renatus Wadata. Lakini unaweza kama wewe ukiwa unatokea Mbeya kama ndugu yetu Emily Saidi, unaweza ukasema ni Florence Renatus Wadata. Amezungumza mengi na mazuri kweli. Mimi naitwa Nicholas John mwamba kweli kutoka kwenye milima Uruguru, Morogoro, mji Kasoro Bahari. Hatuna la ziada, tusubiri dakika 90 zitakuja na majibu gani, lakini ikumbukwe muda si punde tutakuletea pia chambuzi jadidi kweli mchezo wa Simba na Al Masry. Mambo ni mazito kweli. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.